Igwen Media, burudani kwa wote. Naam, karibu mpenzi mtazamaji wa Igwen Media bwana. Siku leo tupo location, tunakutana na mtumishi anakuja kushuti ngoma yake ya gospel ambayo imetrend sana mtandaoni na pia inakuwa gumzo kwa vijana na kuaji ngome na uzito, yani na ujumbe mzito kwa watu mpaka kila mtu anashinda kufikiria alifikiria nini mtumishi mpaka kuachia wimbo kama na huu. Habari yako mtumishi? Habari yako? Salama. Bwana, tunakuja leo location unafanya kazi lakini tunakuta Kondi yuko peke yake. Vipi, wafuasi wako kwa wapi? Ya kazi hii ni kazi ya kibinafsi. Ndio maana hujawaona hapa. Lakini kuna masauti ya ziada tumesikia kwenye nyimbo hii. Ndio, masauti yapo. Unajua kazi ya Mungu ndivyo ilivyo. Huwezi ukafanya kazi mwenyewe sababu mkono mmoja haujitoshelezi. Mtumishi hapo nyimbo ambazo wanakuwa nafanya waimbaji ambao wanakuwa jitegemea wenyewe na tofauti na kwaya zinakuwa na tofauti yatokana na nini? Watu wakoe wasimbi nyimbo ambazo zinaendana na watu ambao wanajitegemea peke yao. Ya kwenye nyimbo zile za kwaya kuna utofauti mkubwa na zile za binafsi, kwa sababu nyimbo zile za binafsi tunaziita ni single artist. Kwa hiyo kuna muundo fulani wa uimbaji ambao hautakiwi kubeba watu wengi. Ndio huo utofauti unaopatikana pale. Na kwa nini mziki huu unakuwa watu wanakuwa naitikia wengi lakini wa kushuti mnakuwa mnaitikia tu wewe mtu mmoja ambaye aliandaa nyimbo yako unakuwa unaonekana kwenye video tu? Kwa nini ubaguzi unakuwepo hapo kati? Sio ubaguzi, lakini ni mpangilio, na kwa wakati mwingine inawezekana ikiwa hakuna utayari wa wale watu wengine ambao uliandaa nao inakuwa hivyo. Lakini inaweza kupendeza ukiandaa ngoma afu akiwepo pale, kwa sababu zile sauti zao wanakuwa wanasema kumbe ni fulani na kuleta mvuto fulani kwenye nyimbo yako. Ni kweli, lakini baadhi ya wale ambao tumeandaa pamoja wamegubikwa na mambo mengine, ndio maana hawajatokea kwenye wimbo. Asante mwalimu. Wewe kama mwalimu, wanasema kuwa vijana wengi ambao wanakuwa wanajibagua wanaimba binafsi ni wale vijana ambao wanakuwa wanakosa nafasi ya kuweza kutuma kwenye makwaya, waimbaji wa kike wa kiume. Pia baada ya kuwa nakosa nafasi kwenye kwaya wanaamua kujiengua na kwenda kufanya kazi zao binafsi. Wewe kama wewe unaweza kuwa neno gani kwa hiyo jambo ambalo linaongeleka mtandaoni? Hiyo sio kweli. Uimbaji wa binafsi ni kitu ambacho kinatoka moyoni, na haijalishi kwamba mtu anaimba kwenye kwaya au kwenye bendi ndo asimbe wimbo wake binafsi. Inatokana na wito. Lakini mtu akisema kwamba nimetokea kuimba kibinafsi kutokana na kwamba nimenyimwa nafasi kwenye kundi la kwaya au bendi fulani, huo sio ukweli. Kwa sababu unakuta wanatokea wengi ambao wanafanya vizuri kwenye makundi ya kwaya na bendi, ndo wanakuja kutokea waimbaji binafsi. Wale ambao wanaonekana vinara ndio wanapata na nafasi ile ya kufanya kazi zao binafsi na zikaenda. Turudi kwenye nyimbo yako ambayo ina trend mpaka sasa hivi mtandaoni, inakimbiza kwa kasi kubwa sana. Na staili ambayo umetunga tofauti sana staili ambayo tumezoea hapa na rumba taratibu, baadaye kaja kuingia kwenye 7. Bwana, tuambie kipindi unatunga nyimbo hii ulikuwa uko wapi na hisia zilikujia wapi mpaka ukapata idea kama na hii? Mimi hisia zimetoka kwenye Biblia ambalo ni neno la Mungu. Kwenye Mwanzo ukiangalia kwenye ile sura ya kwanza pale, mstari wa kwanza ukishuka pale, inayosema kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilikuwa limetawala, lakini Roho wa Bwana akatulia juu ya vilindi vya maji. Niliposoma yale maneno nikapata tungo fulani la kiumbaji ambalo Mungu alitekeleza siku hiyo. Idea kama na hii hapa ungechangia na watu wako mkaipiga kibendi, haingeua zaidi ya hii ambayo umepiga wewe mwenyewe? Sio shida, hata kwenye kundi langu lile la Nuru Kwaya tunafanya vizuri, hata na zingine ambazo nimeandika kule ni nzuri zaidi. Hapo ujipendelea ukasema hii hapo ina ujumbe mzito, subiri nipige peke yangu. Kwa nini ungepeleka kwenye Nuru Kwaya na imani ingepiga zaidi ya hapo? Nilipendelea kibinafsi kwa sababu niliona message yenyewe ilinigusa sana. Nikaona kwamba nikiwakilisha kwa uwezo wangu binafsi yawezekana ikafikia watu wengi kutokana na jinsi nilivyoishi ndani. Kwa sababu ili mtu afikishe message inatoka ndani. Roho anakuwa amesema na wewe ndani, alafu ndo unakwenda kuwakilisha kile ambacho kimekaa ndani kwa muda mrefu.
Labda hapo Kondi tuweze kusema kuhusiana na nyimbo yako hii. Kwa nini umempatia Spy? Wajua umempatia Tolo au Pelva ili hao 6 waweze kuifanyia kazi tofauti na Spy? Kwa habari za mashuta hapa kwetu, mashooters wote ni wazuri, tena nawapenda na waamini. Tolo ni shooter mzuri. Kuna kazi imeshafanya naye kwenye kundi lile la Nyarugusu Gospel All Stars ambayo mimi ndo msimamizi. Tumefanya na Tolo, lakini pia na wengine kama Ziki. Kwenye kazi yako baada ya kumpatia Spy kafanyia kazi, umeona asilimia kadhaa ambazo walifanya kwa siku ya leo, au kama wewe amepatia kufuatana na idea yako ambayo ulikuwa unapangilia kwenye nyimbo yako, au basi ni ile tufanye tu siku ipite? Kazi ya leo imeenda vizuri sana sababu zile location ambazo tulizipangilia zimeenda kama tulivyotegemea, na hivyo tuna matumaini kwamba kazi ipo vizuri na watu wajiandae. Kazi inakuja hivi soon, within 3 days itakuwa mtandaoni kwenye channel yetu ya Hamisi Mudimba Officiel. Hivyo watu wategemee kitu kizuri. Asante. Bana, tusiongee mengi zaidi. Yupo location, tumwachie muda aende apumzike. Kikubwa tu like, kusub, like, comment Hamisi Mudimbe au Mudimbe Hamisi, channel ya Kondi ambayo ataposti nyimbo yake ambayo ina ujumbe mkubwa sana. Bana, utaipenda, ipiga style ya Kongo, sio Tanzania. Ameanza na rumba. Wimbo wenyewe unaitwa Bonde za Dunia. Ameanza na rumba huko anakuja kumalizia na 7. Yeah. Labda kidogo mafokali tutasikia Bonde za Dunia. Unaweza kashuka vesi kidogo tu kuaga nayo? Ya vesi zipo. Moja tu kidogo tu ya haraka haraka kuweza kuaga. Ili kuaga, kuna vesi moja ambayo nimependa sana, inasema ni vesi moja ambayo imebeba maneno mazito sana. Tunataka tusikie hiyo ujumbe huo. Huo ujumbe unasema hivi. Mimi nadhani isingekuwa shida kama ningekuwekea hata kwenye nanilii, lakini kwa sababu unahitaji tunataka tusikie live ya mwalimu akiwa anatoa maneno matakatifu live, tunataka tusikie mwalimu. Okay. Basi kidogo ya ile vocal tunasema kwa neno lake, kwa neno lake, kwa neno lake ulimwengu uliumbwa, vinavyoonekana na visivyoonekana viliumbwa kwa neno la Mungu. Ulimwengu naishi kwa neno lake, oh Yahweh. Asante. Bana, Igwen Media, burudani kwa wote.